Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu, hapa tunapoona tupo katika mji wa Samira au kwa jina jingine tunaita Surra Man Raa. Hii ni sehemu ambayo alizikwa imamu wa 10 al-Imam Ali al-Hadi na imamu wa 11 Hasan al-Askari. Tumebahatika kuingia ndani. Hizo unazoziona dharia hizo, hiyo dharia iona, lakini pia ni sehemu ambayo vile alizikwa mama yake Imam Mahdi Nargis alizikwa hapa, lakini pia ni sehemu ambayo kwamba historia ipo mji aliozaliwa Imam al-Mahdi. Tulikuja kuzuru sehemu hii, ni moja katika somo kubwa. Kama mnavyoona watu wengi ambao mnawaona hapo wamekuja kwa ajili ya ziara ya Imam. Mnawaona watu wote hawa ni kwa ajili ya ziara ya wajukuu wa Mtume, wapenzi wajukuu wa Mtume. Ndio kama unawaona, wako wapi wale maadui? Wako wapi wale Bani Abbas ambao walikuwa wakiwadhuru maimamu? Kwa ndugu zangu, si jambo la historia tu kama limeandikwa kwenye vitabu, bali waqiia ni hiyo unayoiona kwamba watu wameitikia wito wa Imam, wameitikia wito wa Ahlul Bait alayhimus salam. Hapa wale maimamu 12 tunaowasoma, basi hapo utakuta wapo maimamu wawili ambao wamezikwa hapa. Tumewahi kuwaona kule katika Kadhimia Baghdad, wamezikwa maimamu wawili pamoja, ambaye alikuwa ni Imamu Musa al-Kadhim na Imamu al-Jawadi. Hapa amezikwa Imamu al-Hadi na Imamu Hasan al-Askari, yani maana yake amezikwa mtu na baba yake katika sehemu moja hii. Hii yote kwa nini imezikwa huku? Ni kwa sababu ya madhulumia ambayo alikuwa akikumbana nayo. Ukiangalia Ali bin Abi Talib alikuwa akiishi Iraqi, Najaf. Ukiangalia wengine wameishi Baghdad, lakini hawa wamekuja kuishi huko. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya madhulumia, alikuwa akihamishwa miji kwenda miji mingine, ndio maana wamefika mpaka huku. Hii ni sehemu kama kijijini huko kwenu wanapoishi. Sasa hivi ndio mji unajengwa unauona, lakini ilikuwa ni kama kijiji. Zamani ilikuwa ni sehemu tu ya kawaida, lakini sasa hivi ndio sehemu inajengwa. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tunapenda kuwapa kuona kwamba wafuasi wa Ahlul Bait alayhimus salam, atba'ul a'imma, wafuasi wa maimamu wameitikia wito kama unawaona hawa. Hii ni sehemu ambapo tunaona watu wengi wanakuja kutikia hapa tuki watu hapa. Ni sehemu nzuri sana ambayo unaweza kuingia kiroho ukaweza ukapata elimu na maarifa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, napenda kwa baraka za Imamu Hasan al-Askari, kwa baraka za Imamu al-Hadi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wabariki hawa ambao tutawataja jina yao. Mwenyezi Mungu kwanza bariki familia yangu yote, baraka imamu hawa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wape afya njema, mapenzi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala rafiki zangu kina Hussein, Zubair, kina Omari, Zabena, Mwenyezi Mungu nakuomba kwa baraka imamu hawa uwape kipato, uwape nguvu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pia vile nakuomba kwa baraka ya ndugu zangu wote, kwa baraka ya ndugu yangu Skandar, kwa baraka ya ndugu yangu Shebi na wengineo wote wa msikiti wa Hamamni. Napenda pia kuombea dua katika ziara kama hii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nakuomba vile kwa baraka ya ndugu yangu ambao wengine wameniagiza kuja kuombea, wanafunzi wenzangu, mashekhe wenzangu wote. Tunaombea Mwenyezi Mungu tujalie umoja uzidi kunawiri, familia yangu iendelee, wazazi wangu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waliotangulia mbele za haki wahifadhi kwa baraka za imamu huyu na maimamu hawa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wote ambao nimewasahau kwa kuwataja majina yao, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nawapenda. Mwenyezi Mungu ajalie kwa baraka ya imamu waweze kupata yale wanayohitajia insha Allah Ta'ala, wakinge na maadui zao. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.